Asante sana mwenyekiti kwa kunipatia hii nafasi nami nianze kuchangia. Kwanza kabisa, kabla sijasahau, na kwa sababu ya hotuba ya waziri wa afya ilikuwa ni nzuri zaidi, naunga hoja mkono kwa 100%. Baada ya kusema hivyo, niseme mfumo wa utoaji wa huduma za afya nchini kama mnavyojua kwa mujibu wa sera ile 2007 ni piramidi in nature. Maana yake huku chini kabisa tuna zahanati, vituo vya afya na hospitali zile za halmashauri ambayo hiyo inasimamia utekelezaji wake na TAMISEMI. Halafu tuna hospitali za rufaa za mkoa, za kanda na zile za kitaifa ambazo zinasimamiwa na Wizara ya Afya. Lakini Wizara ya Afya pamoja na mambo mengine ndio inaandaa sera na mwongozo. Lakini pia inasimamia hiyo 20% katika utekelezaji. Sasa baada ya kuwa nimesema hivyo, uangalie jinsi ya utekelezaji wa hiyo piramidi, ndipo unapokuja kuona kwamba tumekuwa tunasuasua huko nyuma. Lakini ukiangalia tangu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aingie madarakani mwaka 2021, kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika kwa kila level. Ukiangalia kwenye afya ngazi ya msingi, kuna zahanati nyingi zimejengwa, vituo vya afya vingi vimejengwa, na hospitali za wilaya zimejengwa kama 77. Kwa hiyo kwa ujumla hicho kipindi vituo vya kutoa huduma za afya kama 3330 vimejengwa. Lakini vifaa na tiba kwa ngazi zote, kuanzia digital x-rays, ultrasound na CT scan mpaka ngazi za juu, vyote tumeona kutoka kwenye hotuba ya waziri, na wote tunajua mpaka huko nyumbani mashahidi, vimekuwa equipped. Na maana yake ni kwamba sasa Watanzania wanapata huduma ambazo ni nzuri zaidi, na hii tunagawanyika. Sasa ukija kwenye ngazi ya juu kabisa ya kitaifa, tunaona kwamba tumekuwa na hospitali ya Muhimbili na taasisi zake. Lakini hospitali ya Muhimbili na taasisi zake napo kuna uwekezaji mkubwa umefanyika Mloganzila na kadhalika. Lakini sasa ili kutekeleza hiyo piramidi yote, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Wizara ya Afya unaona wameamua sasa kwamba tumewekeza sana huku chini. Sasa twende kwenye utalii tiba, tuwekeze kwenye hospitali ya Muhimbili mpya ambayo itakuwa na vitanda vingi, lakini itapunguza muda wa wagonjwa ambao wanapelekwa pale ku save life, kupata huduma kwa haraka zaidi. Na pia nasikia itakuwa pia na mafunzo kwa wataalamu namna ya kutumia vifaa vya kisasa ambavyo vitakuwa vimenunuliwa. Kwa hiyo tunaunga mkono hiyo hospitali ya Muhimbili mpya ifanyike, ili angalau kwa nchi za Afrika Mashariki na nchi za Kusini mwa Afrika tuwe ni nchi ya kwanza ambapo watu wanatoka huko baada ya kwenda India waje wakatibiwe hapa. Kwa hiyo tunaunga mkono, lakini pia tunaunga mkono kwa sababu tumejenga vituo vya kutoa huduma ya afya vingi na huduma, ili Watanzania wapate huduma vizuri. Tunaunga mkono pia hoja ambayo Mheshimiwa Waziri amesema ya kujenga viwanda vya dawa, vitendanishi pamoja na viwanda vya kutengeneza vifaa na vifaa tiba. Nadhani nalo hilo naliunga mkono. Na sasa baada ya kusema hivyo, nirudi tena kwa sababu ni piramidi, nasema ukiangalia pia vipaumbele vya Wizara ya Afya, mmesema mnataka kuwekeza zaidi katika kinga ya kuzuia magonjwa ya kuambukiza, milipuko na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini pia mmesema mnataka kupambana kuhamasisha uchangiaji wa utoaji wa huduma za afya. Sasa nikija kwenye kinga, sisi tunaangalia kama alivyosema Mheshimiwa Shigongo, lakini pia na sisi tunaangalia kwamba hata tunasema prevention is better than cure. Kwa hiyo tiba ni muhimu. Hata Mheshimiwa Rais alipokuja hapa bungeni, ukiangalia kwenye hotuba yake alisema tunataka kuwekeza zaidi katika kinga, ili kusudi kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na ustawi wa afya. Sasa kwenye kinga ukiangalia dawa na njia ambayo ni nzuri kabisa ya kutumia kinga ni utoaji wa huduma ya afya ngazi ya msingi, ambapo hapo maana yake tunatakiwa pamoja kwamba tumejenga zahanati nyingi, lakini tunatakiwa tuwekeze zaidi katika zahanati, vituo vya afya, ambapo pale ndipo wanapotibiwa watu walio wengi. Na kwa nini tunataka tufanye hivi? Kwa sababu itakapofika mwaka 2030 tutapimwa ni kwa kiasi gani yale malengo endelevu tumeyafikia, na indicator moja hapo ni kuangalia vifo vya mama na mtoto. Baada ya kuwa tumefanya uwekezaji mkubwa sana, Dr. Samia baada ya kuwa amewekeza uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta hii ya afya, mwaka 2015 vifo vya mama na mtoto vilikuwa ni 556 kwa vizazi hai 100,000. 2022 vikashuka kwa kasi kubwa vikawa 104. Kwa hiyo tunastahili kuwapongeza. Lakini 2030 tunataka kwenda chini ya vifo 70
chini ya hapo. Kwa hiyo kwenye hii sekta hapo kwenye vifo inaonekana tuko vizuri, lakini tunapokuja kwenye vifo vya vichanga siku 0 mpaka 28 hatujafanya vizuri sana. Mwaka 2015 tulikuwa na vifo 25 kwa vizazi hai 1000, lakini 2022 ilikuwa ni 24 kwa vizazi hai 1000. Tulipunguza kwa digit moja. Na ukiangalia tunatakiwa 2030 iwe 12 kwa 1000. Na ukija vifo vya watoto chini ya miaka 5, mwaka 2015 ilikuwa 67 kwa 1000, baadaye tukaja 43 kwa 1000, tunatakiwa twende 25 kwa 1000. Sasa hizo indicator zote mbili, Watanzania walio wengi wanatibiwa kwenye afya ngazi ya msingi. Kwa hiyo hapo inabidi pia tufanye kazi ya ziada kuhakikisha kwamba tunaboresha hii sekta kwa mwaka kesho na miaka mingine inayokuja kabla ya 2030 ili kusudi Watanzania walio wengi waweze kutibiwa huko. Lakini nimpongeze pia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu anataka ile universal coverage access, afya kwa wote. Baada ya kuruhusu hii sheria ya bima afya kwa wote, ili tuweze kufikia hiyo, kwa sababu wale wanaotibiwa wengi ni maskini na tumetenga fedha, nimeambiwa zaidi ya bilioni 48 tayari Watanzania kutoka kwenye kama maskini wananufaika na hii. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Lakini inaonekana sheria hii ya bima ya afya inabidi muiangalie kidogo, kwa sababu inaonekana inawabana, inataka wawe ndugu tu wa damu. Lakini kuna makundi mengine kama yale ya bodaboda, mamarishe, kama ikiwezekana basi na wao waweze kupata fursa ya kuweza kunufaika na hii bima ya afya kwa wote. Lakini pia jinsi inavyotumika, NHIF wanapokwenda kule kubainisha zile kaya, tusitumie sana tu data ya TASAF, tujaribu kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI kwa karibu sana ili tuweze kuwabainisha watu ambao wanastahili kupata hii huduma. Kwa hiyo nipenda nichangie hilo, lakini pia kwa sababu tumeongeza vifaa vingi vya kisasa, ultrasound, digital x-rays na kadhalika, imepelekea kuwepo na upungufu wa watumishi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watumishi waendelee kuajiriwa zaidi. Lakini nipongeze serikali hii, kwenye hotuba ya waziri pia mmejenga zile hospitali za rufaa za kanda zile 10. Mkoa wa Mara tuna hospitali yetu ile ya Kwangu ambayo ni ya muda mrefu. Tulikuwa tunaomba nayo kasi iongezeke ya kukamilisha majengo ambayo yanatakiwa yajengwe pale. Kwa mfano jengo la dharura EMD pale halipo, tunaomba waongeze kasi ya hiyo. Na lakini kwa vile nimesema kwamba ili tuweze kufanikiwa indicator hizo za SDG mwaka 2030, pia tunatakiwa tuwe na zero malaria. Magonjwa kama haya malaria, magonjwa ya diarrhea, haya yanatibika sana kwenye afya ngazi ya msingi, ili tupunguze kasi ya kwenda kule. Sasa kwa sababu hapa Tanzania sekta ya afya hii inahudumiwa na wizara mbili, nadhani Mheshimiwa Waziri Mchengerwa unajua, wakati ulivyokuja TAMISEMI tuliweza kufanya kazi na wewe, na sasa umekwenda Wizara ya Afya. Lakini ili tuweze kufikia malengo vizuri, Watanzania walio wengi wanatibiwa kwenye afya ngazi ya msingi. Naomba sana hilo Mheshimiwa Mchengerwa uweke rekodi yako pia, hasa bajeti ya mwakani, kwa sababu bajeti tunaona kwamba imewekeza kidogo, na hata TAMISEMI walivyoleta hapo ilikuwa mmefocus kwenye maboma. Nadhani mwakani ili tuweze kufikia malengo 2030 inabidi tuwekeze sana kwenye kukamilisha vituo vya afya. Kwa nini nasema hivyo? Wakina mama zaidi ya 80% wamejifungulia kwenye vituo vya afya. Lakini watu wa Tanzania wengi wanatibiwa ugonjwa wa nje ya OPD, wanatibiwa kwenye primary health care. Kwa hiyo kuwekeza juu ni vizuri, lakini nyie kama sekta ambayo inatoa mwelekeo, tunashauri kwamba mtusaidie zaidi mwakani na kuendelea, ili sekta ya afya huku chini tuweze kupata, watu waweze kupata hii huduma, itasaidia sana. Baada ya kusema hayo, nadhani nikija kwa Butiama, kwa kweli kwa mfano pale Butiama na kata 19, kata 9 bado hazina vituo vya afya. Kwa hiyo naona tukiongeza vituo vya afya na kama ulivyosikia kwa wabunge wengine, itasaidia. Wakina mama wengi wakijifungulia huku na kufanya shiza kwenye vituo vya afya, itapunguza, itabaki kule magonjwa hospitali za rufaa zitakuwa zinadili na mambo ambayo ni serious zaidi. Baada ya kusema hayo, nadhani nirudie tu kusema kwamba uwekezaji uliofanyika na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya afya ni wa mfano na anastahili kupongezwa, na tunaomba awekeze sasa kwenye hiyo hospitali mpya ya Muhimbili, lakini vifaa na tiba, lakini wataalamu zaidi, watumishi wengi zaidi waajiriwe kwenye ngazi ya msingi, na wale wale community health cares wanatakiwa pia waongezeke zaidi. Baada ya kusema, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana.